Bibi afunguka zaidi. Siku ya pili, bibi alimuita Zawadi chini ya mti mkubwa wa mninga, mahali pa tambiko za ukoo wao. Bibi, miaka 60 iliyopita, ukoo wetu ulifanya agano la kupata mali kwa nguvu za giza. Kila kizazi kilitakiwa kutoa sadaka. Mama yako alikataa, alilaaniwa. Na sasa ni wewe. Zawadi kwa uchungu, na kama nikikataaje? Bibi, basi ukoo mzima utaangamia. Watoto, wajukuu, kila damu yenye jina letu itatafunwa na kivuli kinachokula watoto wa agano. Usiku huo huo, nyumba ya Pastor Elijah ilivamiwa na viumbe vya kivuli. Hawakuwa watu, hawakuwa mizimu kamili. Walikuwa wavunaji wa roho, waliotumwa kumzuia Zawadi asijue njia ya kukataa agano. Elijah alipambana nao kwa maombi, lakini mara ghafla akasikika kupiga kelele. Elijah, kwa maumivu, damu ya kizazi hiki ni nzito kuliko neno la rehema. Alivunjika mkono, damu ikamtoka. Moja ya wavunaji alijaribu kuchukua damu hiyo kwa bakuli la mifupa, lakini Zawadi alitokea, akaimba wimbo wa mama yake aliowahi kusikia alipokuwa mdogo. Zawadi, akiimba kwa sauti ya kutetemesha. Usiku wa mizimu, lala usingizi. Wana wa Mugasa, msilile damu nyingine. Ghafla, viumbe vilizimia. Baada ya tukio hilo, Zawadi alianza kuwa na tabia za ajabu. Alianza kuongea kwa sauti mbili, alianza kutembea usiku bila kukumbuka. Pastor Elijah alipompeleka kwa mwanamke mmoja mzee, aitwaye Mama Shungi, mganga aliyebadili maisha na kuacha uchawi, aligundua ukweli wa kutisha. Mama Shungi, mzimu mkuu wa ukoo wako hauna mwili. Unatafuta kuishi ndani yako. Ndiyo maana hawakutaki ukatae agano. Wewe sio mrithi tu, wewe ni chombo cha giza. Awadi sasa anakumbwa na ndoto za mara kwa mara akiwa kaburini, akiangalia miili ya watoto wa ukoo wake ikiwaka moto. Mzimu wa Mugasa, utanipa mwili au nitachukua kila roho yenye damu yako. Hii ni siku ya mwisho ya rehema. Elijah anajiandaa kwa tambiko la kuvunja agano, lakini lazima Zawadi mwenyewe akubali. Je, Zawadi atakubali mzimu aingie mwilini mwake ili kuokoa wengine? Au atakimbia, akiacha ukoo wake ufe? Na kama tambiko la kuvunja agano litafanyika, je, litapita salama bila kafara? Wakati wengine wanatafuta njia ya kuishi, kuna waliozaliwa kuwa kafara. Na wakati moyo unapenda, mara nyingine mwili huchaguliwa na roho nyingine. Wakati sasa umefika, sadaka ya kwanza lazima itolewe. Siku ya pili, kijiji kilishtuka kuona gari ndogo likiingia, lenye namba za mjini. Ndani yake alikuwa Ben, mpenzi wa zamani wa Zawadi, aliyekuwa amesafiri toka Dar es Salaam. Hakuwa na habari na lolote, alipata taarifa tu kwamba Zawadi anaumwa sana na aliamua kumtembelea. Ben, Zawadi, nakumbuka kila kitu, sikuamini ulivyoondoka bila kusema. Lakini bado nakupenda. Zawadi, kwa macho yenye kivuli, bado unanipenda hata nikiwa chombo cha giza? Ben alicheka, akidhani ni utani. Hakujua alikuwa amekanyaga kwenye ardhi ya tambiko, ardhi ambayo damu yake ingeweza kutumika kuokoa familia nzima. Bibi anaamua Ben awe kafara. Baada ya kikao cha mizimu, bibi alifunga kikao na wanachama wachache waliobaki wa ukoo. Alitamka kwa sauti nzito, "Bibi, Ben sio damu yetu. Lakini amekuja kwa mapenzi, na hakuna sadaka yenye thamani kama ya mtu asiyejua analojitoa. Wazee, tumekubali. Atachinjwa usiku wa jioni." Maandalizi ya tambiko. Usiku unaingia. Miti ya kijiji imepambwa kwa vitambaa vyeusi. Midomo ya wazee imepakwa damu ya kuku mweusi. Bibi anaongoza maombi mbele ya moto mkubwa, huku Zawadi akiwa amefungwa kitambaa cheusi machoni. Ben bado hajajua kinachoendelea. Anaambiwa asubiri nje ya banda maalum la ibada, akidhani ni sehemu ya tiba ya kijijini. Ben, kwa kicheko, hili ni tamaduni au mduara wa tiba? Mzimu, akiwa nyuma yake, sauti ya Elijah, ni mduara wa mwisho utakaouona ukiwa hai. Zawadi anapinga tambiko, lakini mzimu anaingia ndani yake. Dakika chache kabla ya tambiko kuanza, Zawadi alivua kitambaa machoni. Alimuona Ben amepigwa ganzi, akinyanyuliwa juu ya meza ya tambiko. Akapiga kelele, "Zawadi, hapana. Sitaki damu yake. Sitaruhusu damu ya mtu asiye na hatia."
Akamkimbilia Ben, lakini ghafla mwili wake ukashtuka. Akatetemeka, macho yakawa meusi. Mzimu wa ukoo aliingia ndani yake. Sauti ya mzimu kupitia Zawadi, sasa mimi ndiye Zawadi, na damu lazima imwagike. Pastor Elijah haingilia. Pastor Elijah alivunja mlango kwa nguvu, akiwa na msalaba wa ajabu wa kifua. Alianza kuimba nyimbo za mapambano, lakini Zawadi, akiwa ndani ya mzimu, alimtazama kwa jicho moja na kumrushia kwa nguvu hadi akapoteza fahamu. Mzimu akaanza kutembea kuelekea kwa Ben. Mzimu, moyo wa upendo, ndio unauma zaidi. Damu yako itabeba vizazi 10 vya kuishi. Dakika ya mwisho kabisa, kidole cha Ben kilikunjwa kwa nguvu, kisu cha tambiko kikaleta mkato mmoja. Damu ikaanza kushuka kwenye bakuli la mifupa. Na kwa tone la kwanza la damu, mlango wa giza ulifunguliwa rasmi. Sadaka ya kwanza imepokelewa. Na roho sasa zina uhuru wa kutembea tena. Je, Ben atakufa au kuna jambo la kushangaza litatokea? Je, mzimu atabaki ndani ya Zawadi au kutakuwa na vita ya roho ndani ya mwili wake? Na Pastor Elijah atapata nguvu mpya ya kiroho au ataanguka kabisa? Katika mapambano ya giza na mwanga, mwili unakuwa uwanja wa vita. Na wakati mwingine, hatima ya ukoo mzima inategemea pumzi ya mwisho ya mtu mmoja asiyejua alichozaliwa kuwa. Zawadi anaanguka chini baada ya kujaribu kumaliza tambiko kwa mkono wake. Mzimu ndani yake anaonekana kuingia kwenye mvutano wa ndani, sauti zake zinagongana kichwani mwake. Mzimu, kupitia Zawadi, moyo wako ni dhaifu. Nilikuamini uwe chombo, lakini upendo unakuharibu. Zawadi, kupitia nafsi yake, sitakuwa mzigo wa giza. Siwezi kuwa mtu kwa jina la ukoo. Wakati huo huo, Bibi, akiwa pembeni ya moto, anagundua jambo kubwa. Bibi, mzimu anashindwa kwa sababu damu ya Ben si ya kawaida. Yeye ni wa kizazi cha waliolaaniwa zamani, sasa damu yake inazaa nguvu mpya. Pastor Elijah anaamka. Pastor Elijah, baada ya kuzirai, anafumbua macho yake akiwa chini ya mti wa tambiko. Anaona mwanga ukimzunguka na sauti ya Mungu ikimwambia. Sauti ya Mungu, toa jina lako kwa agano jipya. Vunja kifungo kwa damu ya utakaso. Elijah alinyanyuka akiwa na nguvu mpya, akachukua mafuta ya mizeituni na akaleta msalaba mbele ya bakuli la damu ya Ben. Ghafla, damu ikageuka kuwa moshi mweupe, mzito kama ukungu. Kifo cha Bibi, sadaka ya mwisho ya kizazi. Wakati mzimu anaumia ndani ya Zawadi, Bibi aliamua kuingia ndani ya duara la tambiko. Akasema, Bibi, kama lazima mtu afe ili kizazi hiki kiishi, basi iwe mimi. Nimebeba laana hii muda mrefu sana. Alichukua kisu cha tambiko, akajikata mkono wake na kuacha damu yake kutiririka kwenye ardhi takatifu. Ghafla, ardhi ilitetemeka, kelele za mizimu zikaacha, na Zawadi alilia kwa sauti ya maumivu ya kuvunjika kwa minyororo ya roho. Kwa tone la mwisho la damu ya ukoo, mzimu alifungiwa tena. Na nuru ilianza kutoboa giza. Zawadi alipoamka, macho yake yalikuwa mazuri tena, bila weusi, bila sauti nyingine. Ben alikuwa pembeni yake, akimshika mkono. Pastor Elijah aliangalia moto wa tambiko ukizimika polepole. Zawadi, hii ni kweli? Tumemaliza? Ben, sio mwisho, ni mwanzo wa kupigana na giza jingine. Lakini si peke yako. Wakati wote wanadhani giza limeisha, mtoto mdogo kijijini, aliyetazama tukio lote akiwa kichakani, anainua mkono wake, ameandikwa alama ya mduara mweusi kwenye kiganja chake. Giza halifi, linahamia mahali pa upweke. Na safari mpya inaanza tena. Mwisho.